imefikia hatua unaona aina fulani ya matendo ambayo amekuwa akiyafanya kijana wako wa umri chini ya miaka 18. Amekuwa akitenda matendo hasi ambayo yako nyuma sana na umri wake, lakini pia umeona labda akitenda matendo ambayo yako mbele sana na umri wake. Umekosa namna ya kufanya, umekuwa disappointed na aina ya matendo hayo, na wakati mwingine umeshindwa kabisa kuona njia ya namna ambayo unaweza kuifanya kuhakikisha kwamba kijana huyo anarudi kwenye hali yake ya kawaida. Na ijapokuwa haya yote matendo yanatokea na unaona akiyatenda, haimaanishi kwamba kijana huyu sio bora au hatakuwa bora kulingana na aina ya matendo ambayo yamekuwa yakikudisappoint. Umekuwa ukikata tamaa na umekosa njia ya namna ambayo unaweza kuifanya. Sikiliza nikwambie. Njia ya kwanza au kanuni ya kwanza kabisa ambayo unatakiwa kuifanya kama mzazi, cha kwanza inatakiwa umwonyeshe upendo. Cha pili, inatakiwa uchukue muda, uwe na muda kwa ajili ya kumwombea. Hii ni kanuni ya kibibilia kabisa ambayo Ayubu alikuwa akiifanya juu ya familia yake. Lakini kitu cha tatu, mpe kauli ambazo zitamuencourage, mtie moyo. Mwambie kwamba yeye ni bora, mwambie kuwa anaweza akafanya vizuri, akawa miongoni mwa watu ambao wanafanya vizuri. Mpe nguvu ya ushindi kutoka katika kinywa chako, mpe nguvu ya ushindi kutoka katika maneno yako, na utaanza kuona mabadiliko, na utaanza kuona mtoto anarudi kwenye mstari ambao ni mnyoofu, na atarudi kuwa bora, na atarudi kuwa katika hali yake ya kawaida, na utaona matokeo mazuri kabisa. Bwana sifiwe. Mungu akubariki sana. Uwe na asubuhi njema. Asante.